Hii inanibariki sana. Wagalatia 3:13-14. Mafanikio yote yanakuja kwa njia ya imani. Kristo Yesu alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanya laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyekuwa juu ya mti. Yesu ametukomboa kutoka kwenye laana ya Torati. Laana ya Torati ilikuwa ni nini? Ulikuwa ukivunja Torati. Kwa mfano unaposoma katika Torati 28 kuanzia mstari wa 1 mpaka 15, tunaona kama utasikiza sauti ya Bwana na kufanya aliyosema, baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na kutoka, utabarikiwa na kuingia. Kwa hiyo hizi baraka za Mungu zipo, lakini watu ni wavivu kuzitafuta. Shetani hawezi kukuruhusu kirahisi kuzichukua, atakupiga kwa hali zote. Sasa ukisoma katika sura ile 28 kuanzia 15 mpaka 68, unaona kuna laana nyingi sana zimetajwa mahali pale, kama utakataa kusikiliza kwa bidii. Sasa unaweza kuona Mungu yuko tayari kutubariki, na ni lazima tuwe baraka hizi kwa ajili yetu. Lakini kitu kikubwa, lazima ujue baraka za Mungu pia kuzipata si rahisi, kwa sababu adui anapenda akisha kufinyilia chini. Unachotakiwa ni kutii neno la Mungu. Katii neno la Mungu, kafanya na Mungu atakubariki. Mungu anataka tubarikiwe na tuinuliwe. Sasa angalia, Yesu alifanyika laana ili sisi tupokee baraka za Ibrahimu. Tuangalie mstari wa 14. Biblia inasema mstari wa 14, ili kwamba baraka za Ibrahimu ziwafikie mataifa kwa njia ya Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Ahadi ya Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Baraka tunazipokea kwa imani. Mpenzi makofi. Baraka tunazipokea kwa imani. Lazima tuamini Mungu wetu anatuwazia mema. Katika Yeremia 29:11 anasema, ninajua mawazo ninayowawazia mimi ni mawazo mema, si mawazo mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Mungu anahusika sana na maisha ya watu. Lakini sio hivyo. Ayubu anasema hivi, ijapokuwa mwanzo wenu ulikuwa mdogo, lakini mwisho wenu utakuwa mkubwa. Mungu anataka tubarikiwe, ndugu zangu. Baraka za Mungu hizi ni kwa ajili yetu. Sikiliza, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini. Unajua Yesu alikuwa maskini. Inahitaji neema ya ajabu ya Mungu kumfanya Yesu kuwa maskini. Sasa Yesu ndiye aliumba vitu vyote, atakuwa ni maskini. Pasipo Yesu hakuna kitu kingefanyika. Sasa anawezaje kuwa maskini? Ni neema ya Mungu ndiyo mfanya awe maskini kwa ajili yako wewe. Kwa ajili yako wewe. Mtu aliyeumba vyote awe hana chochote, mpaka anasema mbweha wana mapana, ndege wana vyote, lakini mimi sina mahali pa kulaza kichwa. Hii yote Yesu alifanyika kwa ajili yako wewe. Ni neema. Yesu ndiye ameumba kila kitu. Sasa Yesu leo maskini, ilihitaji neema ya Mungu. Mungu kumwezesha, si kitu rahisi. Unajua kwa nini? Yaani Yesu kushuka awe mwanadamu wa kawaida kama mimi, anaposhuka awe mtumwa, ashuke afe kifo cha aibu. Yaani ni rahisi kuumba mbingu na nchi na kila kitu kuliko Yesu kuwa mwanadamu. Ni ngumu hivi. Hiyo ni ngumu nikwambie. Mungu au mwanadamu ni ngumu kuliko, afadhali aumbe mbingu na nchi kuliko kuwa mwanadamu. Lakini neema ya Mungu ilimfanya Yesu awe mwanadamu, hata awe maskini. Unaweza kuwa hujui. Unaifahamu ile neema. Wewe uliwezeshwa neema ukawa mwana wa Mungu. Hiyo naye ni neema. Lakini Yesu aliwezeshwa na Mungu kuwa mwanadamu, kuwa maskini asiye na kitu. Hiyo sio rahisi.
maana ninajua, si kwamba najua na saizi nimeingia huko, ninajua neema hii, maana ninajua neema Bwana wangu Yesu Kristo, jinsi ulivyokuwa maskini kwa ajili yangu mimi, ingawa ulikuwa tajiri, ili kwamba mimi sio mimi nipate kuwa tajiri kwa umaskini wako. Huo mstari huo ndivyo ninavyosoma siku hizi. Ninakataa kwa nguvu zote hii laana ya umaskini. Na kwa hivyo umaskini ni roho, halafu ni laana. Silikwambia nisome hapo kuonyesha kwamba hata majirani hawataki maskini. Maskini hata majirani hawamtaki. Maskini akigonga kwa jirani anasema nani? Tunamwambia sisi. Maskini hata ndugu zake hawamtaki. Marafiki hawataki maskini. Maskini ni roho mbaya. Yaani umaskini ni kama kitu kinanuka hivi. Unanuka. Ukiwa maskini unanuka harufu ya umaskini. Ukienda hata kwenye familia kwenu, kwenye vikao kama hivi vya familia, wakati hata baada ya msiba, maskini utanyosha mkono, hautachagua mara moja kuongea. Mpaka utainuka. Sasa hapa mnapendelea watu wengine tunanyosha mkono, hakuna mtu anayetujali. Mwenyekiti anasema vijana wapi? Yaani vikao kama katoka kule hivi. Piga viboko. Kama vijana wakatuharibia mkutano. Unasikia tabia mbaya anishi mkono leo na mzee wewe kuna la kutusaidia. Sema hiyo kwa kweli tumekubali kwa sana. Maneno maskini hayana ladha. Hayana ladha maneno maskini. Maskini maneno yake hayana ladha. Haya utamu wote. Lakini maneno ya boss akisema neno tu watu wasemaje? Hata sisi boss tulikuwa tunawaza hivi. Mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sijui kama unaelewa. Mungu akufungue macho. Akufungue sana macho. Sasa hivi napenda sana kusoma sana ile Waefeso 1:17. Mungu fungua macho yangu. Nifungue macho yangu ya ndani, yale macho ya moyoni, nione uzuri na yale ambayo umeyafanya kwa ajili yangu